Aisha kweli dharau kwao. Mjini waliangalia jiji kama ile. Sahihi nakubali damu yangu. Tunaingia town kichwa kati kuna wakulungwa maisha kweli. Alafu si wenyewe ndio Mabon Town. Oya, kafeli kagusa damu yangu. Yaani hapo ndo alipojichanganya. Rangi rukaruka huko mitaani kwao. Sakaja kuingia mitaa ya wauni huko. Atuelewi. Ameuparamia ukuta wa Prasta. Sasa hivi anakutana na penta machete. Ndevo cha nayo ukigusa utaribu taratibu. Shimandoa. Uongo. Shimandoa hii. Zahabu record. Juni sex. Moja mara mbili ngapi? Kuku mbili mara moja kuku 40. Kuku rafiki yangu kuku. Habari za saa hizi. Kwanza nakusalimia. Wewe ukinipiga sikupi ndio ya kuku. Nimefunzwa na wazazi. Ambao wamenilea. Banza Stony. Rusha moja 7. Rusha mbili 8. Rusha moja 7. Nyinyi mnaweza kurudi nyumbani. Pole sana ndugu. Pole sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana, nashukuru sana. Ubarikiwe sana kiongozi. Ubarikiwe sana mjumbe. Ubarikiwe sana mjumbe. Asante sana. Banza Stony. Poa janja. Mazingira kutoka. Baridi. Weka nilipokuelekeza iende irudi. Mazingira gani nimekwambia iende irudi? Sikia. Mazingira sasa sio baridi na hivi tunachukua kama vile. Nilikuwa namuulizia mtoto ambaye amepotea ndio Jumamosi usiku saa 2. Inasemekana kwamba alikuja kwako kununua kiberiti. Ndio. Kweli alikuja na nikampatia kiberiti akawa ameondoka. Ila taarifa za kupotea kwake nimezipata, ila mimi sijui chochote kuhusu kupotea kwake. Nasikia tu amepotea. Ngoja nikarekebisha kwenda cha jioni mwanangu. Unajua? Yale ambayo mimi nikalale kidogo. Baridi basi. Poa. Tutasiliana ikatokea kile. Poa bwana. Swazi. Wewe mjumbe. Hodi mjumbe. Oya huko. Mzee. Mjumbe. Oya tunaweza kushangaa jengo lina mabati mangapi, mageti wala madili humu. Karibu. Asante. Mambo? Poa, za kwako? Salama, mzima lakini? Mimi mzima, sijui wewe. Mimi niko poa. Nyumbani wazima wote? Si wazima, sijui wewe. Samani, Sauda. Faizati yupo? Yupo. Kuite? Ni Tina. Pau! Abe? Una mgeni wako huku nje. Mjumbe. Jamani sauti yasikia usahau. Mimi mfanya jambo gani? Sasa bwana ndio tumalizane bwana. Wewe ndio mapokezi. Anye muna na wote ndani kufanya homework. Uhakika lakini unachokiongea. Basi sawa, mimi nilikuwa nataka kufahamu hilo tu. Unaweza kuendelea na kazi. Nikipiga simu afika mapokei, nitafunga safari mimi mpaka kwao. Anaponiuliza nimefuata nini, sina cha kumjibu, napigwa vibao. Na kile taubishi sitaki kwenda. Mambo Faizati. Poa. Mzima. Mbona kupigia simu zangu upokee vizuri? Nakupigia simu zako wakati tulishaachana. Najua, ndio maana nipo hapa ili kutengeneza sehemu ambayo nimebomoa mpenzi wangu. Nataka turudiane.
naona unapambana sana kurudisha embe mtini uliodondoka. Utateseka sana, haiwezekani. Sasa mimi mbona sielewi hili mnaloliongea? Yaani hamna mtu yote kaja hapa kafanya begi huko. Unajua mzee unatuchanganya. Huko kote tulikotoka maelekezo yanasema kaja kwako. Alafu wewe tena unakuja unachanganya. Mimi ni mjumbe, siwezi ngawadanganya kitu chochote. Unachonieleza hata sielewi. Utaelewa muda si mrefu na utachagua bega. Sasa utatuambia huyu Mbajuni ameelekea upande gani ama uchague bega. Leo ndio Mbajuni ni nani? Blaza usiongee sana. Vipi mwenzetu? Mbona umekuja umenuna? Manamba amekuja. Manamba tena. Manamba mwenye hata simtaki. Kwanza anachelewa kurudi. Ukimpigia simu hapokei kwa wakati. Asante, utanielekeza. Nielekeze vizuri, huyu jamaa ni nani? Huyu jamaa bwana alikuja kwangu. Lakini unaongea kiume. Alikuja kwangu akaondoka. Sababu kashaamua mpaka katoka huko kote na karudi hapa kuja kumrudia mwenzake. Ni mtu ambaye kafikiria mengi tangu alivyokuwa wanaanza kuishi mpaka sasa hivi. Kwa wadogo zangu naomba tu kama mwenyewe kama kurudi arudi hapa tutaongea naye vizuri. Yaishe. Simtaki. Ashakwambia hamtaki, haeleweki. Simu hapokei kwa wakati, yeye na kazi. Kwani kama kazi? Sikamwa mwanamke. Anabidi nini? Awasiliane naye, hataki, simu yake hashiki. Pateni kila kona. Sasa mbona kama wewe wani? Hata simshauri arudiane naye. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Huyu jamaa bana ni agent wa serikali. Alipokuja hapa akaniambia bana anaenda madukani kule kwenda kufuatilia kesi ya mtoto. Agent wa serikali? Agent wa serikali kivipi? Naomba msikilize yule alichoongea. Wewe akija msikilize anachotaka. Mtu akikosea anajiona makosa yake, wewe msikilize. Ukiona ana change tena ndio utaamua utachukua maamuzi gani. Hiyo usichukue maamuzi ya haraka. Hakuna kupendelezana. Maisha sasa ndio kupendelezana. Mtu kashasema hamtaki, mnamforce wa nini? Achane naye. Unajua maagent ni wengi. Kuna agent wa Abudi, Superfeo, wanao ni maagent. Serikali, yaani nasema ni agent wa serikali. Amesema ni agent wa serikali. Mimi si acha mtoto wa kiume. Sawa. Asalamu alaykum shehe. Wewe ameelekea juu kule madukani bwana. Wapi? Kule madukani kule kwa Lamweli kule. Nyingine unaongea fast sasa mpaka ukiongeza vizuri. Wase nimeshawaelewa. Shehe bwana, samahani bwana. Yaani kiukweli nimejaribu kuongea na binti yangu yule, lakini mpaka sasa hivi anashindwa kunielewa. Maana issue yangu ndio ile tuliongea siku ile. Binti ameshindwa kabisa kunielewa. Nije nyumbani hapo? Nakuja hapo. Wewe bwashe. Ndio huyu hapa bwana. Wewe vipi bwashe? Sasa kumjua jina nani? Kuna mtoto mweupe wa Mbajuni. Ana nywele nyingi, amevaa begi. Umemwona kuingia maeneo haya? Amekuja hapa ameondoka muda sio mrefu. Ameelekea wapi? Amepanda bodaboda, amepanda hivi. Anaondokaje? Kutoka nani? Amepanda bodaboda ngine hapa anaondoka. Vipi? Shida nini ndugu yangu? Bwana umekaa peke yako huko na unalia? Acha blaza. Acha. Na matatizo blaza. Na matatizo mimi kwenye ndoa yangu. Na matatizo blaza. Hata kama ndo matatizo, ndio kae huko peke yako jamani. Acha blaza. Acha blaza. Naumia. Kwani shida nini ndugu yangu? Blaza.
Ninateseka kwenye ndoa yangu. Na matatizo kwenye ndoa yangu sasa. Blaza mimi na matatizo. Kwani umekutwa na nini? Blaza mimi kwenye ndoa yangu na matatizo. Na wiki 2 sasa sisemeshani na mke wangu, natoka nyumbani namwachia pesa. Yaani shida nini? Unajua si binadamu tuna uwezo wa kusaidiana kwenye matatizo. Yaani unaweza kukuta jambo kwako wewe ni gumu lakini kwa mtu mwingine likawa jepesi. Hebu niambie ndugu yangu, labda naweza nikakusaidia. Salamu, vipi ndugu yangu? Salama kabisa. Zama siku ndugu. Salama shamba. Karibu ndugu yangu, nipo muda mrefu na kusubiri wewe ndugu yangu. Basi nashukuru, karibu. Unajua brother, ndio mke wangu nampenda sana. Tena nampenda sana. Ila sielewi sasa, sijui kwa nini yeye hajui thamani yangu mimi kwake. Sielewi. Karibu sana. Vipi lakini mambo yanaenda? Mambo yanaenda shewa. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru sana shewa. Vipi ndugu yangu, mbona ulikuwa poa hivi? Wangu pesa huyu mtu aliondoka hapa hivi. Kama mkali fulani. Afu analikana sio mtawe. Ile kabisa ndio. Unafahamu? Unajua huwa sometimes natenga hadi muda kwa ajili ya kuwahi kurudi nyumbani kwa ajili ya mke wangu. Maana tu nikafurahi na mke wangu. Ndio. Lakini sasa pale kazini sasa hivi ratiba kidogo za kazi zimebadilika. Kwa hiyo huwa anachelewa kurudi nyumbani brother. Sasa kurudi nyumbani nakuta mwenzangu ananumia. Kimuuliza shida nini hataki kusema. Sasa sielewi sijui kwamba kwa sababu nachelewa kurudi nyumbani. Basi angenipa hata nafasi ya kunisikiliza kwamba shida ni nini mimi nachelewa kurudi nyumbani, nikamueleza na akanielewa. Lakini huo muda mimi hanipi brother. Nakusikiliza. Ndio bwana shehe. Bwana shehe wangu bwana. Nimekuja hapa bwana. Kama tulivyoongea kwenye simu kuhusiana na yule mwanamke wangu. Nilikuwa nataka nirudiane naye. Sielewi nifanyeje brother, lakini kweli mke wangu nampenda sana. Nateseka brother. Lakini sasa kidogo na mwenzangu nimeenda lakini hatuelewani mpaka sasa hivi. Nimeshindwa kunielewa kabisa. Sijui nafanyaje shehe wangu, sitanisaidiaje. Okay, hilo jambo ndugu yangu. Ndio. Ni zito lakini si zito. Unaelewa? Ndio. Ni zito lakini si zito. Nikimaanisha hivi. Kuna vitu ambavyo ukivifanya, yani ukivizingatia, ili jambo litakuwa jepesi sana. Bwana anakuaje? Samani. Hii njia inatokea barabara kubwa. Mwanangu unakuja hapa watoto wametuletea na fimu zao nini? Unauliza unachukua mimi nikuta sasa ya mtani. Kwanza vipi kwanza una chochote kwanza hapo? Begi na nini begi? Sorry bwana, samahani kiongozi bwana, njia hii hapa. Ukienda pale unachukua kulia hivi kulia, unaonyesha mlango kwa chini kwanza mbili ya tatu ushafika tayari. Hivyo vitu sio kusema ni vigumu. Ndio. Umeona, kikubwa tu uzingatiaji. Umeona, na watu wengi wanafeli katika masuala kama haya kwa ajili ya upuuziaji wa mambo. Unaweza kumuelekeza mazingira vizuri tu. Ndio. Akitoka hapo anafanya na kujua yeye, mwisho wa siku anakuwa ameharibu taratibu. Kama uko tayari na una nia kutoka moyoni ili jambo lifanikishe, utakayofanya hapa naomba uyazingatie ili mradi tukamilishe jambo. Sasa sijui mwenzangu utakuwa tayari? Shehe wangu mimi bwana niko tayari kwa lolote lile. Sawa. Mimi nakusikiliza wewe tu nisaidie. Ndio. Basi nisaidie shehe. Basi kwa hilo nikutoe shaka. Ndio. Umefika sehemu sahihi. Ndiyo. Na naahidi tutapambana, jambo litakamilika vizuri tu. Sawa. Sawa.